Kesi hiyo ilifunguliwa Jumatatu. Trump anaitaka BBC lipe fidia ya dola bilioni 5 za Marekani kwa kila shtaka katika mashtaka mawili yaliyofunguliwa, akisema uhariri huo ulimwonyesha kama mtu aliyetoa wito wa vurugu wakati wa tukio la Januari 6 mwaka 2021. Trump anasema BBC iliunganisha sehemu mbili za hotuba yake, moja iliyowaambia wafuasi wake waandamane kuelekea Capitol na nyingine aliyotumia kauli ya pigana kwa nguvu, lakini ikaacha sehemu aliyosisitiza maandamano ya amani, hivyo kutoa taswira potofu. BBC kupitia kwa mwenyekiti wake Bwana Samir Shah iliomba radhi punde tu baada ya viongozi wake wa juu wa shirika hilo kujiuzulu. Forgive me, I'd like to take this opportunity first of all. Nachukua nafasi hii kuomba radhi kwa watu wote wanaoamini BBC. Niombe radhi kwa walipa kodi wote wanaofanya BBC itekeleze majukumu yake. Niombe radhi pia kwa maelfu ya wafanyakazi wa BBC waliowekeza muda wao kufanya unafurahi ya maudhui yetu. Ninajutia makosa yaliyofanyika na matokeo yaliyoambatana nayo. I regret the mistakes that have been made and the impact that has had. Hata hivyo, shirika hilo linasema hakuna msingi wa kisheria wa kufunguliwa kesi hiyo. BBC ambayo inafadhiliwa na walipa kodi wa Uingereza kupitia ada ya lazima kwa watazamaji wa televisheni nchini Uingereza imesema itapambana na kesi hiyo mahakamani. Wakati huo huo, imetangaza kuwa haina mpango wa kurusha tena filamu ya makala ya Panorama iliyohusisha tukio hilo. Mzozo huo umeibua mgogoro mkubwa wa uaminifu ndani ya BBC, ukisababisha kujiuzulu kwa viongozi wake wawili wakuu. Wanasheria wa Trump wanasema uhariri huo ulimletea hasara kubwa ya kifedha na ya heshima, huku mjadala mpana ukiendelea kuhusu upendeleo wa kisiasa katika vyombo vya habari vinavyofadhiliwa na umma. Faraja Samo, Azam News.